hali ya taharuki imetanda baada ya sehemu ya jengo la ghorofa 9 kuporomoka. Wenyeji wanasema tukio hilo lilisababisha mtetemeko wa ardhi na kuwalazimu watu kukimbilia usalama wao. Kwa sasa maafisa wa usalama wameweka vizuizi eneo hilo, wakazi wakihamishwa kwa ajili ya usalama wao. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Kisa hicho cha jana jioni kimezua hofu miongoni mwa wenyeji wa mtaa wa Kilifi Kona jijini Mombasa baada ya sehemu ya jengo hili la ghorofa 9 kuporomoka. Wakazi wanasimulia tukio hilo wakisema ilikuwa ya kuogofya. Nilisikia kama earthquake, mshtuko kwenye ardhi. Hata niliposikia hivyo nilifikiria mambo ya nchi ya Myanmar na Thailand venye ilikuwa juzi na Bangkok. Nikiangalia hivi mbele yangu nikaona kuna vumbi imejaa, mchanga kila mahali. Nikaona ghorofa ikitingishika kama inaenda chini. Kila mtu alikimbia mbio na kujaribu kuokoa maisha yake. Ilikuwa ni hali si ya kuelezea. Time kitu kikihappen kwa tumekaa tu kama like around saa 1:40 hapo. So tuliza kama tu kama ka crash hivi. Kidogo tukasikia kama sparks za moto venye ile crane ilianguka pale kwa ilianguka waya za stima. Maafisa wa polisi pamoja na wale wa county walifika eneo hilo na kuondoa wakazi kutoka kwa majengo yaliyoko karibu kwa ajili ya usalama wao. Tumeweza kuondoa watu na hakuna mtu karibu hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na maafisa wa county ambao wamejitolea. Waona mpaka sasa ni saa 8 za usiku na bado wako hapa kwa sababu ya kujali maisha ya wananchi. Biashara zimefungwa ikiwemo zahanati na hata chuo cha mafunzo ya matibabu ya macho. Kazi za watu mazifunga kwa kitu kidogo tu kama hichi. Kuwekwa mabimu na kila kitu, maneno kusha. Nyumba ngapi zilianguka namna ina zikatengenezwa na zikawa sawa. Mayafanya mambo kweli sijui mna hasidi gani na hii barabara. Wakuu wa usalama pamoja na idara ya kusimamia majanga wamefika katika eneo hilo la tukio na kukagua hali ya jengo hilo. Inasemekana baadhi ya nyumba zimeuzwa tayari, walionunua wakisalia njia panda wasijue la kufanya. Ghorofa imelala side moja. Lakini na upsai kila mtu ako sawa, hakuna mtu mwenye amekuwa hurt. Mwenye nyumba alikuja baadaye na wakati alikufika nilimwona akiwa alipokuja akatazama alizimia, hata ikabidi watu wamshika wamuingize ndani ya gari wamkimbize hospitali. Kuu kwa sasa ni usalama wa wenyeji, huku uchunguzi ukianzishwa kubaini kilichosababisha sehemu ya jengo hilo kuporomoka. Huenda jengo hili likasalia katika hali hii kwa muda usiojulikana, wataalamu na wahandisi wakisubiriwa kutathmini hali. Lakini swali ni je, kulikuwa na utepetevu na uzembe katika ujenzi? Kevin Mutai, NTV, katika kaunti Mombasa.